Bwana, moja kati ya kitu ambacho kwa sasa watu wengi wanajiuliza ni pamoja na kile ambacho kimetokea kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba. Maswali bado ni mengi, lakini pia kila jambo ambalo linatokea lazima liwe na solution, na lazima pia tujiulize maswali, ni kitu gani hasa kimepelekea yote haya kuweza kutokea. Sasa ni kufanyia recap fupi ya kile ambacho kimeweza kutokea kwenye mkutano wa Simba, lakini pia ngoja nikuambie baadhi ya watu mbalimbali ambao nimezungumza nao wakanipa solution fulani hivi ambayo huenda tukizungumza mimi na wewe, huenda kuna kitu ambacho unaweza ukagain na kujua ni kwa namna gani ambavyo Simba wanapaswa kuweza kulishughulikia jambo hili. Kitu kikubwa ambacho kilikuwa kinatazamwa leo sio kuhusiana na mafanikio ya Simba na sio kuhusiana na bajeti ya Simba, lakini pia sio kuhusiana na mambo ya uendeshaji wa Simba kwenye kipindi hicho ambacho kimepita, lakini kikubwa kilikuwa kinatazamwa ni pamoja na uwekezaji wa rais wa heshima ambaye amekuwa akitoa mamilioni kwa upande wa Simba, lakini pia kingine ambacho kilikuwa kinatazamwa ni pamoja na mabadiliko ambayo yalikuwa kwenye ajenda ya mwisho kabisa ya mabadiliko ya katiba, lakini pia maboresho ya kanuni mbalimbali za uendeshaji wa kikosi cha Simba, jambo ambalo alikuweza kufikiwa tamati na hatma moja kuweza kufahamika kwenye mkutano mkuu ambao umeweza kufanyika hii leo pale Diamond Jubilee. Moja kati ya changamoto kubwa ambayo imeweza kupelekea kutokea haya, cha kwanza ambacho nimeweza kukishuhudia ni majibu ya kiongozi mkubwa kuhusisha bifu binafsi pamoja na wale ambao wamekuwa wakiuliza maswali. Kuna mtu ambaye amekuwa akiuliza swali hasa kuhusiana na uwasilishwaji wa bajeti ya Simba, na swali ambalo limeulizwa na Hussein alikuwa na lengo la kusema kwamba kile ambacho kimefanyika sivyo, na viongozi ambao wapo kwenye dawati pale mbele, wapo meza kuu pale mbele, wanajiona wana haki ya kuendelea kuiongoza Simba au watupiwe, waamue tu kumwaga manyanga na kuamua kutafuta michongo mingine, jambo ambalo Murtaza Mangungu ambaye ni mwenyekiti wa Simba akasema kwa kuwa wewe una bifu na mimi, tukutane kwenye uchaguzi mkuu Disemba 5. Hiyo inamaanisha nini? Cha kwanza ni kutokujua namna nzuri ya kuhandle baadhi ya moments ambazo unajua kabisa kikao lazima kitakuwa busy kutokana na wiki yote kuweza kujadiliwa mambo mbalimbali ya Simba ikiwemo nembo, mambo ya uwekezaji. So angepaswa kutumia busara kwenye kumjibu mtu yule pasipo kuonyesha kwamba amepanic na kuendelea kuwachochea wale ambao walikuwa wanasubiria moment kama hizi zitokee ili mambo yawe mabaya. Lakini kitu kingine ni kuhusiana na kile ambacho amekiwasilisha CEO wa Simba pindi ambapo ameulizwa swali kuhusiana na malengo ambayo yalikuwa yamepangwa, dira na malengo ambayo yamepangwa na klabu, lakini pia kile ambacho amekiwasilisha kimefikia kwa asilimia ngapi. Yani ile plani ambayo, mfano mdogo, ile plani ambayo unaipanga wewe kwa mwaka hadi sasa hivi imefikia kwa kiwango gani? Manake CEO wa Simba alipaswa kuja na kusema kwamba malengo ya klabu katika msimu wa 2024-2025 ilikuwa ni kwa mfano kuchukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, lakini kwa namna ambavyo tulipambana kwa msimu huu, kwa mwaka huu 2024-2025 tumefanikiwa kuishia nafasi ya pili, lakini mafanikio mengine ambayo tumeweza kuyapata kwenye kombe la shirikisho barani Afrika, tumefanikiwa kufika hatua ya fainali na tulishindwa kuweza kutoa lile taji kwa kuwa labda ABCD EFG zilitokea, lakini yeye amekuja akasema kwamba tumefanikiwa kufika fainali ya kombe la shirikisho, tumeishia msimu wa pili, tumeishia nafasi ya pili kwenye msimu uliopita, lakini pia kitu ABCD tumefanya ABCD, lakini hakutaja malengo mama yale ambayo yalipangwa na club before msimu kuanza na kile ambacho waliweza kukifikia. So swali kama lile lilivyokuja, angepaswa tu kujibu na kusema kwamba kutokana na makosa ABCD yaliyofanyika, basi kitu ABCD kilitakiwa kwenda hivi hivi na hivi, jambo ambalo pia Murtaza Mangungu ameshindwa kulihendo kwa namna yake na kupelekea vitu kama hivi kuweza kutokea. Lakini pia amehusisha baadhi ya hoja ambazo zilipaswa kujibiwa vizuri, ikiwemo ahadi za Jairuti ambazo aliziweka ni kwa asilimia ngapi amezitimiza na ni kwa kiwango gani ambazo kimefikia hazijatimizwa. So anakuja kutolea mfano kwamba mwanachama amemuuliza kwamba mbona basi la Simba alijafika alafu amevaa jezi fake. So pale unafafanua kwamba hata wanachama wa Simba wanapaswa
kuvaa jezi original za Simba ili kumsaidia mwekezaji ambaye ana invest kwenye kikosi cha Simba kuyafikia malengo ambayo yamepangwa Ize na mambo yanaenda vizuri. So kuna baadhi hivyo vitu ambavyo amefeli kuweza kuvihendo na kupelekea kile ambacho kimetokea kwa leo na kuibua mjadala mkubwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Kingine ni pamoja na kushindwa kumaliza mkutano vizuri. Mkutano ambao umeweza kuendeshwa leo haujulikani ni ajenda gani ambazo watu wamezipitisha, na kwenye interviews mbalimbali ambazo nimezishuhudia, wanachama wa Simba wakihojiwa wanashindwa kuelewa ni hoja gani za msingi ambazo leo wameweza kuzipitia na kuweza kuwapa mwanga wa kuelekea msimu unaofuata. So nikapata wasaa pia wa kuzungumza na mwanasheria kuweza kujua kisheria ni kwa namna gani ambavyo wana Simba wanaweza wakajitetea, hasa wanachama, lakini pia wale wadau ambao wamekuwa wakijihusanisha na kikosi cha Simba kwa kipindi kirefu. Na yeye akaniambia vitu vya muhimu ambavyo vitakuja kuwapa mwongozo ni mpaka pale ambapo secretary atakuja kutoa ripoti ya kile ambacho kimetokea. Kitu ABCD tulikubaliana, kitu ABCD hatukukubaliana. So baada ya hapo ndipo ambapo watapata mwanga wa kuweza kujua ni kwa namna gani ambavyo wanaweza kuhandle vitu vyao na kupata njia ya kuelekea. Lakini hadi sasa hivi naona bado hawajapata hatma ya kile ambacho kilitakiwa kuweza kupatikana leo, namna ya kuweza kumfanya mwekezaji ajihisi yupo huru na kuendelea kuwekeza kwenye kikosi cha Simba, lakini pia kutoa maswali ambayo yamekuwa yakiulizwa na watu wengi. Ameweza kujibu maswali machache kuhusiana na nembo ya Simba na kusema kwamba tayari imesajiliwa ile ya zamani na hii ya sasa ambayo ilifanyiwa maboresho, lakini pia kuwaambia wana Simba kununua bidhaa original za Simba, kitu ambacho ni kweli na wanapaswa kufanya hivyo. Lakini kuhusiana na mwekezaji, kile ambacho amekuwa kikiweka kuhusiana na uwekezaji, maswali kuhusiana na namna ambavyo kwa upande wa wawekezaji kutakuwa na kwa upande wa wanachama kutakuwa, bado hajajibu na kusema kwamba kama mwekezaji ataendelea kusalia Mo Dewji au wataongezeka na wengine, na vipi wakiongezeka kikao cha bodi ya wakurugenzi kitaongozwa na nani? Kitaongozwa kwa upande wa wanachama ambao wanasimamia hisa 51 na wanaongoza, au kitaendelea kuongozwa kwa upande wa mwekezaji ambaye watakuwa sasa ni wengi? Sasa labda sijui na wao wawekezaji watachagua kiongozi wao mmoja ndo aje naye ama itakuwaje? Hayo ni maswali ambayo hayajapata majibu hadi tunavyozungumza kwa sasa. Zaidi tu ni serikali imesema haijawaingilia kwa lolote. Uamuzi ni wao kuweza kuamua wapange nini, waamue nini, ili wakija kwa mwanasheria mkuu wa serikali basi wawe na kauli moja. Kama nembo halisi ambayo itakuwa inatumika na Simba ni hii hapa ambayo imekuwa ikitumika kwa wakati huu, ama ni kitu gani ambacho kitabidi kifanyike ili kuweza kuona upande wa mwekezaji kunaenda vizuri na kwa upande wa wanachama pia kunaenda vizuri. Bwana, mimi nikwambie tu kwamba usiache kusubscribe, lakini pia kugusa alama kengele na uwe mshikaji wangu kwanza kabisa kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo pamoja na burudani. Recap yote kuhusiana na mechi ya leo pia utaipata hapa hapa.